Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud Othman amesema kwamba baada ya maridhiano yaliyofikiwa, uchaguzi mkuu ujao wa Zanzibar utafanyika chini ya sheria bora na katiba na kumaliza kabisa matatizo ya kisiasa nchini. Amesema sheria hiyo mpya itakayoandaliwa ni sehemu muhimu kwenye utekelezaji wa makubaliano yaliyopo kati ya chama hicho na CCM yaliyomo kwenye ajenda ya maridhiano. Mheshimiwa Othman amesema hayo kwenye kati tofauti alipokuwa akizungumza na viongozi wa ngazi mbalimbali za chama hicho huko Mtambile mkoani na Kwale Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, akiwa katika siku ya mwisho ya ziara yake ya kutoa ufafanuzi kuhusiana na ajenda za maridhiano na hatua inayofuata. Zanzibar tuliona imeharibika, imepotea. Kwa hivyo mazungumzo yetu yote tulikwenda kuitafuta hiyo. Nilitaka hilo niwakumbushe. Tumefahamiana? Amesema kwamba chini ya katiba na sheria mpya zinazoandaliwa zitaleta mabadiliko makubwa ya mfumo wa uchaguzi Zanzibar, na inatarajiwa uchaguzi huru na wa haki, na wananchi watakuwa wamerejeshewa heshima na mamlaka yao ya kupata viongozi watakao katika uchaguzi. Amesema kwamba kwa makubaliano hayo, sheria na mfumo wa uchaguzi utaangaliwa upya na kurekebishwa kwa kuwa ni moja ya kiini kikuu cha fitna na kuwepo na kuendelea kutokea mivutano mikubwa ya kisiasa Zanzibar na kusababisha migogoro mikubwa ya nchi kila kipindi cha uchaguzi tokea mwaka 1995. Amefahamisha kwamba kwenye mazungumzo hayo chama hicho hakikudhamiria kuingia kwa nia kudai na kugawana vyeo, bali ni nia ya kurekebisha Zanzibar iliyoharibika kwa kuwa nchi ni ya wananchi, kwa hivyo wananchi wenyewe, na hicho ndicho walichokifanya. Uchaguzi ujao ufanywe chini ya katiba mpya na katika taratibu zote zile zinazohusika katika kuja na uchaguzi ambao utakuwa wa huru na wa haki. Kwa hivyo kama ni katiba mpya iwepo kabla ya uchaguzi utakao kuja. Tume mpya ya uchaguzi iwepo kabla ya uchaguzi utakao kuja. Mfumo mpya, utaratibu wake, sheria mpya, haya Zanzibar vile vile. Tumefahamiana? Amesema hatua hiyo ni matumaini mapya ya Zanzibari na yanatarajiwa kumaliza kabisa matatizo hayo ya kiuchaguzi na kufikia lengo na dhamira ya Zanzibar kuendeshwa kwa ustaarabu unaotakiwa na kuifanya nchi kuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi na kukuza maendeleo yake na kupitia uwezo wa uwajibikaji na ukusanyaji bora wa kodi kwa maslahi ya nchi kama zinavyofanya nchi nyingine duniani na kupiga hatua. Ni kuanza kwa mchakato wa kutungwa kwa katiba mpya ya Zanzibar. Tumefahamiana kwamba haya lazima tukaya yote yaliyokuwa yanatengeneza ufalme, yanatengeneza misingi ya uonevu, misingi ya ufisadi ndani ya katiba na yakalindwa na katiba, lazima tuende tukayaondoe, tukayashughulikie, ndio tutaweza kutengeneza nchi yetu. Hivyo Mheshimiwa Othman amesema kwamba katika utekelezaji huo bila shaka yapo mambo utekelezaji wake unaweza kuchelewa kidogo kutokana na mazingira yake, ikiwemo swala zima la mabadiliko ya mfumo wa utumishi wa umma ambao umeutaja kwamba umevurugwa sana. Mheshimiwa Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar amefahamisha kwamba hatua hiyo ni kuendeleza jitihada za kuijenga upya Zanzibar kwa njia ya pamoja kupitia maridhiano hayo. Mheshimiwa Othman ameomba Zanzibari wote kuwapuuza wale wote wanaobeza makubaliano hayo kwa kuyakebehi na kuyabeza na kuwavunja moyo wananchi kwa nia ya kuendeleza maslahi yao binafsi na kudhoofisha maendeleo ya Zanzibar na Zanzibari. Naye makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Ismail Jussa Lado amewataka Wazanzibari na hasa viongozi wa ACT kuacha kutawaliwa na nafsi na badala yake waendelee kushirikiana kuunga mkono maridhiano yaliyofikiwa licha matumaini makubwa binafsi waliokuwa nayo katika kupata nafasi mbalimbali walizozitarajia. Mnakumbuka na mkoani mlikuwa mnaongoza kwa simu, sababu mwenyekiti wa timu ya ushindi Jussa alikuwa kashika ngome. Simu zote zilikuwa nazipokea mie pa kuanzia tarehe 28 mpaka 29. Ilikuwa wana wengine tunaona ile joto la watu, hasira zenu kutaka mchukue hatua ngumu, lakini mwenyekiti Tahir kwa wapi? Anakumbuka kila wakati nikikwambieni hapana.
tumeiona tija yake, tumevusha nchi salama. Tumeumia kwa yalofanywa dhidi yetu, lakini angalau mara hii kwa Zanzibar hatukuokota maiti. Amesema kwamba viongozi waliosimamia majadiliano kwenye maridhiano hayo wameangalia kwa uzito na upeo mkubwa maslahi mapana ya nchi na kuona kwamba orodha ya ajenda zilizokubalika zitapotekelezwa zitamaliza kabisa matatizo ya kisiasa na kiuchumi yaliyopo Zanzibar hivi sasa. Hivyo ametoa wito kwa wanachama na viongozi hao kuimarisha chama chao, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ofisi za kisiasa. Jussa amefahamisha kwamba hiki ni kipindi muhimu katika kuongeza umoja na mshikamano katika kuhakikisha kwamba dhamira ya chama hicho kutekelezwa maridhiano hayo yanakamilishwa ili kuijenga upya Zanzibar. Upande wake, makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara Ishaka Rashid Chinjita amewapongeza viongozi na Wazanzibari kwa ujumla kwa mshikamano na umoja ulioonyesha kwenye kipindi chote cha maridhiano, jambo linalowapa nguvu zaidi viongozi wakuu wa chama hicho wakati majadiliano yakiendelea hadi hatua ya kusainiwa ajenda ilipofikiwa. Moja kati ya jambo ambalo naweza kuhakikishia watu wote ni kwamba hawa Wazanzibari lazima wataupata ukombozi wao, kwa sababu ya imani yao, umoja wao na mshikamano wao na kujua nini wanachokipigania. Si ndio ndugu zangu? Zanzibar mnataka nini? Zanzibar mnataka nini? Zanzibar mnataka nini? Hawa ndio Wazanzibari ambao mimi binafsi wananipa matumaini makubwa sana kwamba wataikomboa Zanzibar, na ukombozi wa Zanzibar utakuwa una maana ya ukombozi wa Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu hiyo ndio hadhi ya Zanzibar. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.